policies tumeona kwamba ndio inatoa dira ya maendeleo ya taifa, sababu inatoa mwelekeo wapi tunataka kwenda, lakini nini tufanye na tufanye katika kiwango gani. Kwa hiyo public policies tukiwa nayo, basi yote hayo yanatuelekeza. Sasa kwa upande wetu sisi Baraza la Vijana, kwa sababu tuna strategic plan yetu tayari, lakini tuna sheria yetu tayari na kanuni. Ndio sasa hivi kama tulivyotoa brief katika ile seminar kwamba kanuni ndio tunakwenda nayo sasa hivi. Tuwe na kanuni za kuweza kuendesha baraza letu la vijana. Sababu tayari sheria tunayo, sheria ya mwaka 2013, sheria nambari 16. Kwa hiyo kupitia public policies kuna umuhimu mkubwa au kuna faida kubwa kama baraza la vijana tumeipata, ili kuweza kuiana au kuoanisha na strategic plan ambayo tuko nayo. Kwa hiyo lakini vile vile jambo jingine ambao tumefaidika kama baraza la vijana, tumepata kuelewa kwamba kumbe NGOs kwa mfano kama Angoza kuna faida kubwa au kuna nafasi kubwa kama NGOs ya kutoa mchango wakati wa utayarishaji wa hizi public policies. Sawa, kwa kuna nafasi kubwa kama wao ni taasisi zisizo za serikali kuweza kutoa mchango wao katika wakati wa kutayarisha hizi public policies. Lakini tumejifunza sio wakati wa kutayarisha tu vile, lakini hata kama tayari tunayo hiyo public policies, kuna kipengele tumejifunza kwamba inaweza tukafanyia mapitio, kwa kufanya marekebisho madogo, kwa tunahisi kwamba sehemu fulani kwa nini isiwe hivi, labda kwa nini tusiongeze kitu fulani. Kwa hiyo nafasi hiyo kwamba kama non-government organizations mfano Angoza na nyingine, kwamba wanayo nafasi hiyo kwa kuweza kuishauri serikali kwamba kitu fulani hebu tukizingatie na kiwemo kabisa katika sera. Kwa nafasi hiyo ipo, lakini tumejifunza katika hilo kwamba tuwe na mtu ambaye kama non-government organization, kuwe na mtu ambaye naweza kusema ambaye ana ushawishi ambaye ana ushawishi kwamba tunataka kitu fulani, tunakaa pamoja non-government organizations, tumeshakubaliana kwamba jambo hili tunalipeleka, lakini sasa tutafute mtu mzuri ambaye kuweza kushawishi sasa serikali kwamba jambo hili tunataka na sisi lizingatiwe. Sawa, kwa hiyo hilo pia tumejifunza kwamba ni jambo muhimu sana, sababu inawezekana kitu kizuri lakini ikawa pengine ule ujumbe haukufikishwa na right person. Sawa, ikawa kuonekana hakina nini yoyote. Sawa, kwa hiyo tumejifunza kwamba lazima kuwe na mtu ambaye mwenye ushawishi wa kuweza kumtumia huyo ili kuweza kupenetrate baadhi ya mambo ambayo tumeyagundua haya ni muhimu kama yatakuwemo katika public policy. Lakini vile vile katika public policy tumeona kwamba hizi NGOs kuna umuhimu mkubwa kwa taasisi hizi kuweza kushirikiana kwa pamoja. Kwa taasisi moja ni ngumu, lazima zishirikiane kwa pamoja ili kuweza kufanya kitu fulani kiwe na nguvu zaidi, sababu atakapokisemea Angoza ya kitu kile, atakapokisemea na mtu fulani ambaye ni the same zote ni NGOs, basi kile kitu kinapata kuwa na nguvu. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa wa hizi NGOs kuweza kuwork together, kushirikiana kwa pamoja ili kuweza kufanya kazi. Lakini faida nyingine kama Baraza la Vijana la Zanzibar tumeipata katika mafunzo yale, tumepata kujuana na wenzetu kutoka kwenye taasisi nyingi kabisa, tumeweza kujuana na tumeweza kufahamishana mawazo, fursa ambazo kama vijana wanaweza kufaidika nazo kutokana na hizo taasisi. Kwa tumeweza kujuana nazo hizo taasisi, kwa sababu sisi kama Baraza la Vijana Taifa, kazi kubwa ni kuweza kuunganisha vijana na fursa za kiuchumi. Kwa hiyo tunaposhiriki semina kama zile, tunapata kujuana na taasisi mbalimbali ambazo sasa sisi tunajenga ushawishi na taasisi zile, jinsi gani vijana wetu wanaweza wakafaidika na fursa ambazo zipo kwenye zile taasisi. Kwa hiyo ni miongoni mwa
Kwa miongoni mwa mambo ambayo tumeweza kuyapata kutokana na mafunzo yale. Lakini jingine vile vile kwa kuongezea, tuliojifunza kwamba kumbe bila ya public policy, bila kuwa na public policy ni vigumu kuweza kupata yale maendeleo endelevu. Kwa ili kuweza kupata maendeleo endelevu lazima tuwe na public policy, kwa sababu ile ndio inaonyesha direction, kama nilivyosema mwanzo, nini tufanye kwa wakati gani, lakini tufanye kwa kiwango gani inatuonyesha. Lakini binafsi nizungumzie, nimepata kujifunza mengi na nimepata kujua kumbe, kwa sababu ni mara yangu kama ya pili itakuwa au ya tatu kuweza kushiriki katika vitu vinavyohusiana na sale policy, kama mara ya tatu semina hiyo. Kwa hiyo bado naendelea kujifunza na kupata mambo mapya. Hayo ndio baadhi ya mambo ambayo kama vijana tumejifunza, lakini mimi binafsi pia vile vile kama nimejifunza. Na kuhusu ile policy issue yenu labda kuzungumziaje? Sera ya vijana tulizungumza kweli pale kwamba, na nyingine nilisahau kwamba miongoni mwa faida ambazo tumezipata kupitia semina ile kwamba tumeweza kutoka na maazimio. Baadhi ya maazimio ambayo tumetoka nayo pale, na kumbuka kwamba kufuatilia swala la sera ya vijana, muendelezo kifupi, sio muendelezo wa sera ya vijana sababu tayari ilishaanza. Kwa muendelezo wa sera ya vijana kama tulivyosema pale, alisema nadhani kuna ndugu mmoja akiitwa Abdalla, nadhani Abdalla ndio alisemea pale kwamba tuko katika hatua ya nzuri. Kifupi sipendi kulizungumza sana hapa, lakini tuko katika hatua nzuri. Kama tukiitana tena sehemu kama ile, basi tutaelezana hatua hasa ile ilipofikia. Lakini vile vile tuliweza kuazimia kwamba kanuni ya Baraza la Vijana Zanzibar pia tuliweka, nakumbuka kufuatilia kanuni za Baraza la Vijana Zanzibar. Hiyo naweza kaeleza wazi kabisa kwamba tulipofikia mpaka sasa hivi kwenye kanuni, kuchukua maoni ya wadau, na tumeshachukua maoni ya wadau wa taasisi mbalimbali zinazohusiana na vijana, lakini tumeshachukua maoni ya vijana wenyewe wa baraza la vijana. Nadhani tarehe 29 juzi tu Jumamosi ndio tumekaa kikao hicho kwa vijana, kama baraza ya vijana yote ya Unguja tumekaa nao, lakini kabla hapo ilitanguliwa na kikao cha kuchukua maoni ya baraza la vijana kwa upande wa Pemba. Kwa hiyo ilifanyika mwanzo Pemba, ikafuatiwa tarehe 29 mwezi wa 9 kwa upande wa Unguja kuchukua maoni ya vijana wa baraza la vijana, viongozi wale. Kwa naamini viongozi wale ndio mawazo ambao wako nayo wale ambao wanaowasimamia kule chini, wamekuja nayo pale wakayasema, na consultant akachukua, nadhani pia atayazingatia. Kwa hiyo hatua inayofuata sasa hivi kwenda wizarani, kamati zile technical committee pamoja na management committee na nyingine kuweza kukamilisha hili swala. Kwa ujumla labda mafunzo mlionaje kwa ujumla? Kwa ujumla mimi kwa upande wangu mafunzo nimeona mazuri, tena mazuri sana, na kuna umuhimu mkubwa wa kuweza kila baada ya kipindi fulani kuwa na mafunzo aina kama yale, kwa sababu kwanza yanaamsha ari na kuona kwamba kumbe sehemu fulani kama NGOs inapaswa tukae pamoja na kuweza kuzungumza, kwa sababu pale mnapokutana mna share idea, sio? Kwa kama mkishare idea, inawezekana kuna jambo fulani mwingine alilifikiria, mwingine hana, lakini pale mnapokutana sasa mnakuwa mnayaibua yale mambo na kuja na maazimio fulani, baadaye kufanyia kazi yale maazimio kama vile tulivyofanya pale. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa wa kuweza kuendeleza mafunzo ya masemina kama hizi. Shukrani.